Jioni ya leo tunaelekeza darubini yetu ya elimu katika shule moja ya msingi ya umma katika kaunti ya Kisii ambayo hali yake si ya kuridhisha kabisa. Mbali na madarasa ya shule hiyo ya Nyacheki PAG kuharibika kabisa na wanafunzi kulazimika kusalia nyumbani kunaponyesha, walimu pia hawana hata ofisi ya hadhi. Sasa mamia ya wanafunzi wa shule hiyo wanaitaka serikali kuwaokoa, kama Crispin Otieno anavyotuarifu. Jumatano asubuhi. Haya ndiyo mazingira yanayotukaribisha ndani ya shule hii ya msingi ya umma ya Nyacheki PAG, Bobasi, kaunti ya Kisii. Hapa shughuli za masomo zinaendelea katika kila darasa. Mazingira ya masomo kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi 3 yanatisha, shule za chekechea zikiwemo. Ebu tazama, katika karne ya 21 wakati taifa linajizatiti kutumia mbinu za kisasa kufanikisha elimu, hapa hali ni tofauti kabisa. Kila mwalimu anapoingia kufundisha watoto hapa ni roho mkononi. Baadhi ya madarasa yakiwa yamehifadhiwa na vigingi ili yasiwaangukie walimu na wanafunzi hawa. Nafikiri mumeona vile inaonekana. Nyumba zake ni nyumba kama za ng'ombe tu, lakini watoto wanavumilia wakikaa huko ndani. Tumejaribu kuongea mahali serikali tusaidie, CDF wanasema wanakuja, lakini hatuwaoni. Na si wanafunzi pekee. Ebu tazama ofisi ya mwalimu. Chumba hiki cha mabati ndicho kinachotumika kama ofisi ya walimu. Kuanzia mwalimu mkuu, wote hujisitiri hapa. Mungu amefanya maajabu, mmekuja. Mmeona vile shule iko. Nafikiria kuanzia hapa Mungu atatenda kwa vile mmekuja. Darasa zimejengwa za mbao na ukisiangalia si kwali duni. Na wakati mwingine mvua ikinyesha sana, choo zinaleta shida. Maana kukinyesha sana, choo zilichimbwa zile saa juu. Sasa ule uchafu unaletwa juu. Kwa wanafunzi wa gredi ya 7 na 8, jengo hili angalau linawapa nafuu baada ya kujengwa na mbunge miaka 4 iliyopita. Wasiwasi ni kwa wale wa gredi ya 4 kurudi chini. Lakini si hayo tu. Chumba hiki cha matofali kwa hisani ya kanisa kimegeuzwa kuwa maktaba katika shule hii. Vitabu vya serikali vinawekwa hadi juu ya mabati, angalau kukwepa baridi ya mvua. Ikinyesha sasa, hata kwanza hapa mahali tumewekelea hivi vitabu juu, chini ni maji tu na kaanga. Na ukitafakari zaidi, madarasa pia yamegeuzwa kama sehemu ya kuhifadhi kuni. Serikali inapojizatiti kuimarisha viwango vya elimu kupitia mfumo wa CBE, hali ni ya kusikitisha ndani ya shule hii ya Nyacheki PAG. Wazazi, walimu pamoja na wanafunzi wakitaka serikali kuingilia kati swala hili ili kuimarisha viwango vya elimu na hata mazingira ya masomo ndani ya shule hii. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.